tutashinda, ndio dunia ijue kwamba kuna Mungu. Hii ndio wakati ya kutangaza Injili, hii ndio wakati ya kuinua Mungu, hii ndio wakati ya kuambia wale ambao hawamjui Mungu waone nguvu ya mingi Mungu, kwa sababu wao wanadhania the technology, the riches they have, ndizo vitu ambazo watu wanaangalia. But today those things are at the back. Sisi tunaweka Mungu mbele, na watu wakiona ukibarikiwa watakuuliza, tunataka kuabudu huyo Mungu ambao naabudu, because we have seen how God is doing. In this house tunashukuru, wakati watu wanalia chakula, sisi Mungu ametupa chakula. Wakati watu wanalia magonjwa, sisi Mungu ametupa uzima. Wakati watu wanalia neno, hakuna pali tunaenda kuabudu, tunalala, sisi Mungu ametupa nafasi ya kumwabudu. What a good chance. What a good God you have. Kwa sababu every other thing has not stopped. And you cannot stop the word of God. Every other thing will stop, but the word of God will never stop. The word of God itaendelea na itaendelea kutukuza, itaendelea kutupeleka sisi level ambazo Mungu ametaka tuende. Nothing in our life should stop. Our businesses will continue. If God said we'll be millionaires, we'll be millionaires. If God says we'll ride in big cars, we'll ride in big cars. If God says we'll go to America, we'll go to America. If God says we'll go to Britain, we'll go to Britain, because we serve a mighty King of Kings. So in this house we are here to thank God and lift God, because there's nothing which can change God. God remains the same, mwanzo na mwisho ni Mungu wetu ambao tunamtegemea. Kama Mungu alisema kuna mambo itatendeka katika hii nyumba, itatendeka. Kuna mambo itatendeka katika hili taifa, itatendeka. Let not anything kuwasimamisha ya kwamba mfikirie kwa sababu janga limekuja, mipango yangu imesimama, nilipanga nitafungua duka, nilipanga nitanunua matatu, nilipanga nitajenga nyumba. Yes, utajenga hata gorofa, kwa sababu Mungu anaishi na Mungu anaweza. Kwa hivyo wakati kama huu, muabudu Mungu, mshikilie Mungu, muinue Mungu, na mjue kwamba Mungu wetu anaishi na anataka tufanye, kwa sababu katika watu wote akatuteua vile aliteua Daudi kutoka kwa nyumba ya Jesse ili ya kwamba mtumie. Aliangalia roho yake. Na sisi leo hii tunasema ya kwamba ni asante Mungu kutupatia nafasi kama hii ya kukuabudu. Wakati wengine hawajaona kwa nini kuabudu, sisi tumeona nafasi nzuri ya kuabudu Mungu. Tumeona mkono wa Mungu ikiwa juu yetu. Tumeona Mungu akituprovide. Tumeona Mungu akituinua kwa level sambaza tu kudhani Mungu anaweza kutuinua. Kwa hivyo this is the time now to thank God. This is the time now to lift God. This is the time now to pray, because we know God will come powerfully. He will do something that the whole world, because right now people are just saying corona, corona, corona. But God is going to do something. And let that big thing that God wants to do, let him do in your life. Wacha Mungu afanye hilo jambo katika maisha yako, ambaye dunia mzima vile imejua hii ugonjwa, imejua hii virus. Wacha dunia mzima ikutambue. Kuna mtu anaitwa fulani hapa, kuna mtu anaishi Kenya, kuna mtu anafanya kitu fulani, kwa sababu ya utukufu wa Mungu ataliye mbinguni. This is a chance now to seize the opportunity. Na Mungu akileta opportunity, ni wachache anafunguanga macho kuona. Kama hawezi kuona opportunity Mungu amekupa, you'll never see it. This is the time now somebody will become a billionaire. Somebody now God is going to make you a powerful preacher, ambaye utakuwa mtu ambaye utatembeza, utapeleka neno lake mataifa, kwa sababu Mungu amekupatia nafasi. Hii ndio wakati ya kuhubiri Injili. Hii ndio wakati kueleza watu maneno mazuri ya Mungu. Does not matter ukiwa kwa nyumba, kuna uwezo ambaye Mungu anaweza fanya yale tunazungumza hapa isikike kwingine. Mungu ako na huo uwezo ya ujumbe ambao tunapeana ujumbe hii siku ya leo kupeleka Marekani. Mtu aweze kutoka kwa kitanda na apone, ajue this pandemic is not going to bring me down. It has only come because God wants to show his power. He wants to show himself in me powerfully, that is God. Kwa hivyo right now, what we are saying today here, we may be in this house, tunaiona kama tuko confined katika nyumba, but the God of all graces, Mungu ako na uwezo wa kutoa hii message na kuipeleka Italy na kuipeleka America, na mtu atafute hapa kwetu auliza hawa ni mtu huyu ni mtu gani? Kama makanisa zimefungwa, wao wako kwa nyumba wanaabudu, wanainua Mungu, wametushindania, kwa nini Mungu asitujie? Kwa nini tusitafute family kama hii? This is an opportunity that God can use to make you who you want to be,
to make you a powerful preacher, to make you a good servant of God, to make you a billionaire, to show you an opportunity that you have never seen in life. This is now the time God has given us. Number 3, life without enemies is not enjoyable. Life without enemies is not enjoyable. Enemies make us keeping trying until we get to a place of rest. So ningependa usome Genesis 26:20. Life without enemies is not enjoyable. 26:20. Enemies make us keep trying until we get to our place of rest. And the headman of Gerar did strike with Isaac's herdmen, saying, the water is ours. And he called the name of the well Ezekiel, meaning contention, because they did strive with him. Meaning, many times the opposition you receive while ignorantly wrong on the part of the one who is doing the opposing. Still, the Lord uses these things at times to further His cause in our lives. Yes, tumesikia jinsi Mungu anazatumia adui wako kukufanya ujaribu. Tunajua kwamba Isaac alichimba visima ambavyo vilichimbwa na baba yake. Tunajua kwamba walipigania na wale watu ambao Wafilisti, the enemies of Israel or the enemies of God. Tunaona vile waliangaishana, na Isaac anachimba hiki kisima, wanakuja wanachukua, wanachimba kingine, wanachukua, wananyang'anya. Naye hakuweza kuchoka kuendelea kuchimba, aliendelea. Na ndiposa tunasema ya kwamba sisi tuko na furaha kwa sababu ya lile ama jambo ambalo tunaliona siku ya leo, kwa sababu hatujachoka na hatutachoka. Tutaendelea kuona opportunities katika hili jambo. Tutaendelea kufanya kazi kwa sababu tunajua kwamba tunapofanya kazi tutashinda. Ndiposa Isaac aliendelea, hakuchoka baada ya visima vilivyochimbwa na baba yake kuonekana kwamba vimechukuliwa na hawa maadui. Naye tunaona kwamba kama sisi tutaendelea, kwa sababu maadui wetu ama ugonjwa huu utatufanya sasa ndio tuendelee zaidi. Itatufanya sasa hata tusikie vyema, kwa sababu tunaona ukuu wa Mungu, tunaona nguvu zake ikitendeka dunia mzima. So we are not going to get tired. We are going to pray. We are going to continue with the good things that we are doing. If the enemy says we don't go to church, tunafanya mabomba zetu zinakuwa kanisa. If the enemy says atufanye nyumba yetu kuwa kanisa, tutaenda chini ya miti na kuabudu Mungu. If the enemy says ya kwamba hatutaabudu Mungu hata chini ya miti, tutaenda chini ya maji, kwa sababu Mungu ambaye anaweza atatupa uwezo tuende tumwabudu chini ya maji. God is able, because we know that the enemy will make us try until we strike gold. Tunaona kwamba katika hii hali kuna mtu ambaye atagonga biashara ama business opportunity ambayo itashangaza dunia mzima. But this will only happen if you keep trying. You don't just sit back and say, because there is this pandemic, that I'm not going to go out. As much as we are told to keep distance, yes, we are going to keep distance. As we move, ask for divine intervention. Let God open our spiritual eyes. Let God open our eyes and our ears to hear what God is saying in this noise of Corona. And we know we are going to be very far. As much as the enemy wants to stop us from doing our normal activities, we will continue praising this God. We will not stop. We will praise God. We will worship. We have so many ways we can worship God, because worship is in our heart. God looks at our heart
are not material things. Kwa hivyo Mungu anaangalia